kuokoka ni kusudio, ambapo sasa kusudio ukiliacha haujaokoka. Lile kusudio usipoliendea kuliishi hujaokoka. Lakini kuokoka kwenyewe ni kuenda kwenye lile kusudio, kwamba wewe umekusudia kuishi maisha gani. Kwa sababu tulipokuwa tunasema namkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, sio pale ndo umemalizana naye, hujamalizana naye. Kinachofuata ni kuanza kuishi. Sasa si umekusudia, unaposema namkataa, manake nimekusudia kukataa aina hii ya maisha. Sasa na ili nionekana nimeokoka, ni mtazamo wangu una tafsiri tofauti na nilivyokuwa na tafsiri kabla. Ukweli si kuna baadhi ya vitu tumekataa kubadilisha mtazamo juu yake. Tumekataa. Na kwa nini tunakuwa tumekataa wakati mwingine? Ni bado tunaendelea kuvifuatilia au tunaendelea kuwa karibu na watu ambao bado wanavisema hivyo vitu. Kwa hiyo kwa vyovyote mtazamo hauwezi kubadilika, kwa sababu hata shetani naye ni mbunifu kila siku. Yaani kila siku dhambi anajaribu kuifanya iwe mpya, anaitengeneza tafsiri kama uliwahi kuifanya zamani ukaacha, leo ukifika utaikuta ni mpya, sio kama zamani. Inatengenezewa namna ya kufanya iwe na mvuto. Yaani karibu kila kitu na yeye anakitengeneza kionekane kwa upya. Kwa hiyo kama mtazamo pia sio sahihi, mtazamo ni dhaifu, kile kitu utakipokea, utakifanya, utaendelea nacho. Ukweli sisi tulichoharibikiwa ni mtazamo kabisa. Sisi hata kuokoka, yaani tunachogombana nacho, tunakuja ibadani, tunafundishana, ndi tumeharibika mtazamo. Yaani ndo tulichoharibika. Na Mungu yeye kusudio lake kwa mwanadamu ni kumbadilisha mtazamo. Mpendwa, sio wote wakiona wanawake wenye makalio makubwa tamaa inainuka, sio wote. Kuna wengine akimuona mwembamba ndio tamaa inainuka. Ni nini? Pale ndo utajua tatizo sio unene, sio makalio makubwa, ni mtazamo gani yuko nao kichwani. Kuna mtu yeye shida yake ni wanawake weupe, kwa hiyo akimuona mweupe. Lakini kuna mwingine ni shida yake sio mweupe, ni mweusi. Mhubiri anatoa ushuhuda hapa kwamba yeye shida yake sio mweupe, yaani tatizo ni weusi. Kwa hiyo ni swala la kichwani, una taarifa gani? Yaani zile taarifa ndo zinazo kudrive uamue kufanya nini. Na tunachokutana ibadani ni kubadilishiwa mtazamo, kwamba mtazamo sahihi ni upi. Hiki ndio kinachotuleta hapa. Na mtazamo kubadilika kwake unategemea ni kwa kiasi gani taarifa sahihi ambazo ndio neno la Mungu limekaa ndani yangu. Na ndio maana wakati mwingine maandiko yanasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa nini likae kwa wingi ndani yenu? Kama halijakaa kwa wingi, maana yake kuna kitu kingine kimekaa kwa wingi. Na hicho kilichokaa kwa wingi ndicho ambacho kitakuwa kikinidrive, ndo kitaongoza maisha yangu. Kilichokaa kwa wingi. Na ukumbuke mara kadhaa nimewahi kutoa mfano kwamba wingi wa taarifa zilizo nyingi ndo zinazokuwa zinafanya kazi mara nyingi. Na taarifa zilizo karibu ndizo ambazo mara nyingi sana huwa zinatumika. Yaani taarifa za jana unazikumbuka vizuri sana kuliko za mwaka jana. Kwa inategemea ni wingi zipi ziko nyingi. Na hata sisi wenyewe hapa kweli huenda kuna tumazingira ambato kuna tudhambi fulani unaweza kuona kagusa, ila ni mara moja. Kwa nini? Kwa sababu pia taarifa za Mungu ni nyingi na hata makatazo ni mengi. Unapojaribu kufanya hata kama unajiiba, lakini utakuwa unaona kabisa tu kwamba moyo unapiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu taarifa kuhusu Mungu ni nyingi, umezisikia sana. Kwa hiyo anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Na sio neno tu, kama neno halitoshi, pia muendelee kuimba na tenzi, muendelee kuimba na nyimbo. Vyote hivi kazi yake ni kwamba vitengeneze mazingira ya kwamba ndani yangu mtazamo ambao uwe na nguvu ni mtazamo unaohusu mema. Mpendwa,
mimi naamini hata kama kweli kuna wakati tunaweza tukawa tunawaza vibaya, ila dakika 10 zikifika unawaza vibaya, uko kwenye hatari. Yaani kama zikifika dakika 10 unawaza vibaya na umekubali, uko kwenye hatari. Kwa sababu maamuzi ni kitu kinachoweza kuchukuliwa wakati wowote. Yaani ndani ya hizo dakika 10 kuna maamuzi unaweza kuwa umefanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi sijajua, lakini kuna wengine mtakuwa na experience kwamba kuna wakati kuna jambo fulani hata ukiwaza akili unakuta unajisemesha kwenye akili kwamba hili sio la kuwaza mimi.